Somo la leo linaitwa huduma ya rehema. Hebu tuseme huduma ya rehema. Kuna huduma ya rehema Agano Jipya, na ilianza kuonekana tokea Agano la Kale kwa njia ya ukuhani wa Haruni. Haleluya! Mungu aliwarehemu wana wa Israeli. Aliwapa Torati. Alipowapa Torati, akagundua hawawezi kuitimiza. Akawapa ukuhani. Akawapa na dhabihu ili akae katikati yao. Kwa sababu angekaa katikati yao na yeye ni mtakatifu na wao wana dhambi, ghadhabu yake ingekuwa inawawakia wakati wote, angekuwa wanakufa, wangekuwa wanaharibika. Kwa Mungu akaanzisha ukuhani. Kwa hiyo Torati ile ile ya Musa na zile amri 10 pamoja na sheria ya Musa potolewa tu, Mungu akatoa na ukuhani wa kuwarehemu. Naposema kuwarehemu, kuwaachilia ili apate kuwa nao, kuwapa nafasi nyingine. Haleluya! Bwana ameturehemu Agano Jipya kwa njia ya Yesu. Kwa njia ya dhabihu ya Yesu ya msalabani ameturehemu. Na tunatakiwa tuyafahamu haya mambo. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunapoyafahamu tunaweza tukayaishi. Na tunapoyafahamu tunaweza tukayasema. Unapomkaribia Mungu wakati wote, mkaribie Mungu kwa msingi wa rehema zake. Haleluya! Unapoenda mbele za Mungu kuongea na Mungu kitu chochote, ongea naye kwa sababu ya rehema. Wewe unakumbuka hicho kitu, rehema. Kwa hiyo Mungu akaleta ukuhani wa Musa ule. Kazi ya ule ukuhani ilikuwa ni rehema. Mungu alikuwa amewarehemu. Haleluya! Kwa hiyo huduma ya rehema ni huduma ya kuachiliwa. Huduma ya Mungu kuwaachilia watu, kutowashikilia kwenye makosa yao, kutowashikilia kwenye dhambi zao, kuwaachilia. Bwana asifiwe. Lakini pia huduma ya rehema ni huduma ya kuchukuliana au ya kuingiliana. Mungu kuingiliana na watu, kukaa nao. Fikiria kama Agano la Kale alikuwa anakaa nao katika hema ya kukutania, anaenda anaongea na Musa. Wao wako kwenye marago kule. Marago ni kule kambini kwenye nyumba zao, lakini wanaona lile wingu, wanaona ile nguzo. Mungu alikuwa nao pale. Kuna sanduku la agano, kuna ukuhani, alikuwa anakuwa nao kwa sababu ya damu zile za wanyama, anakuwa nao wakati wote. Hiyo ni huduma ya rehema. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema Mungu amenirehemu. Nipo katika huduma ya rehema. Lakini hatupasa tuseme hivyo. Ukiri wetu mbele za Mungu wakati wote unatakiwa uambatane na huduma ya Agano Jipya, huduma ya rehema. Agano Jipya linaitwa agano la maungamo, linaitwa agano la imani, la usemi. Ni agano la kuongea. Haleluya. Usemi wa kwanza ni ibada, sifa, dhabihu. Tunamtolea Mungu dhabihu kama tulivyosoma katika waraka kwanza wa Petro 2 mstari wa 5 na wa 9. Lakini pia usemi wa pili mbele za Mungu, tunasema haki zetu katika Yesu Kristo. Tunakiri haki zetu katika Yesu Kristo, nafasi zetu katika Yesu Kristo, yale ambayo Yesu ametufanyia. Hivi ni vitu vya kufanya wakati wote. Hebu seme wakati wote katika huduma hii ya rehema. Basi nitaanza kumsema kuhani wa rehema, kwa sababu huduma ya rehema ndani yake ina mtumishi wa rehema. Huyu mtumishi mkuu wa rehema ni kuhani mkuu wa rehema, anaitwa Yesu. Bwana asifiwe. Yesu ndio sababu ya Mungu kutuachilia. Yesu ndio sababu ya Mungu kukaa na sisi. Kwenye Ufunuo anasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Atafanya hema lake pamoja nao, atakaa nao. Hiyo haiwezekani pasipo Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Huduma ya kikuhani ya Yesu imefanya uwezekano wa Mungu kukaa pamoja na sisi,
kula pamoja na sisi, kushiriki pamoja na sisi, kushiriki Roho Mtakatifu pamoja na sisi, kushiriki mbingu pamoja na sisi, kushiriki nafasi yake alipo pamoja na sisi, ni kwa sababu ya huduma ya rehema ya Yesu Kristo. Nitasoma katika Waebrania 2:17. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu. Hebu sema, ninaye kuhani mkuu. Ninaye kuhani mkuu. Namba moja. Sema namba moja. Mwenye rehema na mwaminifu katika mambo ya Mungu. Katika mambo ya Mungu au mambo yanayomhusu Mungu. Haleluya. Yesu ni kuhani mkuu mwenye rehema, na si mwenye rehema tu, ni mwaminifu. Unapokuwa unaomba kwenye maombi yako, unasema Mungu umeniacha, Bwana umeniacha, Bwana usiniache. Hilo neno mara nyingi tunaombaga ya maombi, Bwana usiniache, Bwana usiniache. Sio la kuomba hivyo Agano Jipya. Agano Jipya ukifikia mwisho sema, Mungu ninaye kuhani mwenye rehema, mwaminifu, hautaniacha. Sitaachwa na wewe. Kwa sababu yupo mtu amesimama mbele zako kwa ajili yangu. Kwanza ana rehema, pili ni mwaminifu, na ni mwaminifu kwa mambo ya Mungu. Mambo yanayohusiana na Mungu, mimi kusamehewa, mimi kuponywa, ni mwaminifu hivyo vitu kutokea. Unapokiri hivyo, ni rahisi kuingia katika huduma ya kikuhani ya Yesu na matokeo kutokea. Neema inatokea. Pale unakuwa unakiri kuhusu rehema, neema inatokea na kusaidia kwenye mahitaji yako. Haleluya. Kwa hiyo maombi ya Agano Jipya ni maombi ya ukiri kwa sababu ya huduma ya rehema ya Yesu, ambayo ni huduma kwamba ameingiliana na sisi, ni huduma ya kuachiliwa sisi, ni huduma ya Mungu kukaa pamoja na sisi. Anasema hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake. Ndugu zake ni wakina nani? Ni sisi binadamu. Ilimpasa Yesu kufananishwa na sisi. Ilimpasa kuvaa mwili kama wa kwetu. Ilimpasa kujaribiwa kama sisi. Ilimpasa awe anasikia njaa kama sisi. Ilimpasa atukanwe kama sisi tunavyotukanwa. Ilimpasa achoke kama sisi tunavyochoka. Ilimpasa akipatwa msiba alie kama sisi tunavyolia. Kama alivyolia katika Yohana 11, Lazaro alipokuwa amekufa rafiki yake. Ilimpasa akataliwe na ndugu zake kama sisi. Kama Yohana 7 pale ndugu zake wakamsema vibaya, wakamkataa. Kwa hiyo ilimpasa awe kuhani mwaminifu mwenye rehema. Hili neno mwenye rehema maana yake mwenye kuchukuliana na sisi. Hili neno mwenye rehema maana yake mwenye rehema pia ni sikitiko, ni kuhurumia kuliko pitiliza kwa hali ya juu. Haleluya. Vitu vya Mungu vinatokea kwa sababu ya huduma ya rehema, kwa sababu ya rehema za Mungu katika maisha yetu. Kwa sababu ya moyo wa huruma wa Mungu, matokeo yanatokea. Kuna hili neno Kiingereza inaitwa mercy na compassion. Mara nyingine yanaingiliana, yanafanana, na kuna sehemu yanatofautiana, lakini nitayasema kwa pamoja. Huruma inasababisha matokeo ya kiungu. Nilifundisha hapa somo lile la maombi, roho ya maombi, nikasema roho ya maombi inazalisha matokeo na inaendana na hisia za nafsi, hisia za ndani za moyoni. Mungu akitaka kuzalisha kitu analeta hisia, kama vile usoma katika Wagalatia. Paulo anasema vitoto vyangu vidogo ambavyo ninaugua mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Matokeo yatokee Yesu kuumbika. Ndio maana ninaugua. Huduma ya rehema ya Yesu inaonekana pia kwenye maombi na maombezi. Yesu alipokuwa kabla hajasulubiwa pale anasononeka na kusikitika. Anasema ikiwezekana kikombe ilikuwa ni huduma ya maombezi ya rehema. Alipokuwa nao waona makutano hawana chakula, wamesambaa, anasema hawa ni kama kondoo wasiona mchungaji, akawahurumia. Ilikuwa ni huduma ya rehema. Na wakati wote alipoona makutano hawana chakula, alipowahurumia, mikate ilitokea. Alipoona wagonjwa, mahali pengine anasema akawahurumia, akawaponya. Mara zote rehema zikiwepo kunatokea matokeo. Baadaye tutaona andiko moja katika Mwanzo 15. Mungu alimhurumia Lutu na ndugu zake. Malaika wale wakamtoa, anasema kwa jinsi alikuwa na sita anachelewa, wakamtoa, anasema kwa jinsi alivyomhurumia.
Mungu ana rehema juu yetu, na maandiko yanasema heri wenye rehema, maana watapata rehema. Yatupasa na sisi tuwe na rehema kwa watu, tuwahurumie watu, tuwaachilie watu. Kusamehe kunaendana na kurehemu. Ndio maana mahali pengine yule mtu ambaye alikuwa ni mtumwa anadaiwa na bwana wake akamsamehe, lakini yeye akaenda akamfanyia kitu kibaya mtumwa mwingine ambaye naye alikuwa anamdai. Bwana wake alipokuwa anamuuliza anasema, je, mimi nilipokusamehe haikukupasa na wewe kumrehemu? Kumsamehe mtu ni kumrehemu. Kwa nini unamrehemu? Kwa sababu tuko katika huduma ya rehema ya Agano Jipya namba 1, lakini tunamuiga mfano wetu. Bwana wetu Yesu Kristo ni wa rehema, ametuachilia. Kusamehe ni kuachilia. Lakini pia kusamehe nimesema kuingiliana. Ingiliana na mtu aliyekosea, ingiliana kwamba na wewe unaweza ukakosea vile vile. Kuna siku mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anatembea mahali ameshika Biblia. Mtumishi mmoja wa Afrika Kusini akamwona mlevi, akasema, yani walevi hawa, walevi bwana, mtu unakunywa tu pombe. Roho Mtakatifu akamwambia, tofauti yako wewe na huyo ni Yesu. Kwa nini? Alikuwa anamfanya aingiliane na yule mlevi. Huwezi kuponya wagonjwa usipoingiliana na wagonjwa. Huwezi kusaidia wenye dhambi usipoingiliana na wenye dhambi, usipowarehemu. Ndio maana katika hizi huduma Mungu anatupitisha sangie kwenye mazingira kutufundisha ili tuwe na rehema. Bwana asifiwe. Rehemu, mrehemu mke wako, mrehemu mume wako hata kama amekosea. Ingiliana naye kwamba na yeye ni mtu na wewe ni mtu, utashtukia unamsamehe. Yesu aliingiliana na sisi akaturehemu, akatusamehe. Na sisi tuingiliane sisi kwa sisi, tusameheane, tuchukuliane. Kurehemu pia ni kumchukulia mtu, kubeba mzigo wa mtu. Haleluya. Roho ya rehema na huruma inabebaga mizigo. Mambo mengine nitakuwa natoa mifano. Nimesikia ushuhuda mmoja wa mtumishi mmoja anaitwa John G. Lake, ni mhubiri wa zamani. Kulikuwa na mama mmoja anaumwa kansa. Wakati anaumwa kansa, siku moja akapita karibu na ile jengo. Alikuwa anapita tu, lakini siku akamsikia analia kule. Anasema akajisikia naye kulia. Afa akamkimbilia, alivyomgusa tule mama akasimama akaponywa. Huduma ya rehema ina matokeo. Ukiona kuna mtu unamhurumia, muombee. Kuna kitu kitatokea tu. Na ukiona kuna mtu amefanya jambo vibaya na umhurumii, ujue huyo mtu anaenda kuangamia. Lakini kumbuka kuna andiko linasema, heri wenye rehema maana watapata rehema. Kwa hiyo watu ukikosa rehema, na we siku ya kurehemiwa utakosa rehema za kurehemiwa. Kwa hiyo warehemu watu, kwa sana wewe ni mtu, na kosa likitokea ujue hata wewe unaweza ukafanya vile vile. Haleluya. Maandiko yanasema ilimpasa kuchukuliana na ndugu zake katika mambo yote. Yesu alichukuliana na sisi katika mambo yote, katika udhaifu wote, mpaka kwenye kujaribiwa, kwenye kutenda dhambi. Yesu alijaribiwa lakini hakutenda dhambi. Kwa sababu yetu alichukuliana na sisi. Haleluya. Huduma ya rehema inaendana sana na kuchukuliana na watu. Mfano watu wanaohudumia wagonjwa hawa, wahubiri wengi hata ukiwaangalia wanaohudumia wagonjwa, wanatakiwa washuke kwenye levo za wagonjwa ili watu waweze kuponywa, na wanakuwa wana huruma. Kicha kwanza ni huruma. Watu wanaohudumia watu kama wachungaji, unaweza kusema yule mchungaji huruma imezidi. Huwezi kumtoa mtu kwenye tatizo usipomhurumia. Huwezi kumsaidia mtu usipomhurumia. Wanaosaidia yatima, huwezi kusaidia yatima usipowahurumia. Nilitoa mfano mmoja kanisa nilokuwa nasali zamani, nishasema mara ya pili mfano. Kuna wakati mama mmoja alikuja anaelezea kuhusu watoto yatima. Watoto yatima wale wanapopata shida na anachangisha nguo watu, yule mama akaanza kulia, alikuwa anawahurumia watu, walichanga sana kwa sababu ya rehema. Mara zote rehema zinafungua mlango. Mimi nakumbuka wakati fulani kwa naangalia TV wakati ukimwi umeingia. Nikaona vitoto vidogo tu vinapika, wamefiwa na wazazi. Nilitoka kwenye TV ile nikakimbia chumbani, nikalia, nilikuwa nawaombea. Ile ni rehema. Bwana asifiwe. Yesu kwa hiyo alikuwa anatazama watu wengine, anautazama mji wa Yerusalemu, analia, anasema Yerusalemu. Alikuwa ni rehema. Haleluya. Yesu ni kuhani mkuu mwenye rehema, na sisi ni makuhani wenye rehema. Waraka kwanza wa Petro 2 pale anasema sisi ni makuhani, ni nyumba ya kikuhani, ni mawe yaliyo hai.
ukuhani wetu eneo moja ni kurehemu. Dunia inaenda motoni, watu wanaenda motoni milele na milele, na hawajui wanaenda. Kama yule mtu mmoja, kuna mtu mmoja anaitwa Maurice Serulo, mhubiri wa zamani, alifariki muda si mrefu. Anasema yule alikuwa akiongea analia, ukimsikiliza analia, au Moses Kulola. Ukiwafuatilia wale watu wana roho ya Yesu. Ukiona mtu analia watu wamepotea, ni Yesu huyo analia. Haleluya. Nakumbuka mimi wakati fulani nilikuwa naomba, akatokea mtu, nashindwa kuelezea alitokeaje, lakini alinitokea, nilimuelewa, sura yake niliinasa kidogo. Amenyosha mikono hivi ananiambia andika tracts, analia, anatoa machozi kama mwembamba mrefu, sijui, na siwezi kusema ni Yesu. Sasa ningemuona kwa dhahiri ndio ningesema ni Yesu. Haleluya. Lakini alikuwa ni mtu kabisa, anasema andika tracts, amefanya mikono hivi. Ndio nikatoa ile tracts, nasema muda na milele. Haleluya. Kwa hiyo huduma ya Agano Jipya ni huduma ya rehema. Je, una huduma ya rehema wewe? Una hisia za kurehemu watu kama Yesu alivyo? Lakini pia tusitake advantage. Ukiwa umeokoka usikuteka advantage, maana ni kuchukulia yule ana rehema, yule mchungaji, ngoja mtatukana watu afa atanisamehe. Usichukulie hivyo. Ukichukulia hivyo Mungu anaona. Yesu pia ni mkali. Tumeelewana Ana ukali, na ukiwa mgumu hivyo atatokea kwa namna nyingine, kwa sababu pia Yesu ni mfalme, sio kuhani tu. Kwa tunapohusiana na, hata unapohusiana na baba yako, wewe sema ni baba tu ananipenda. Kuna sangia ubaba ule wakwambia we kaa chini, unatokea. Na Mungu yuko hivyo hivyo. Siku nyingine anakaa hivi, siku nyingine ni mkali. Hasa ukiwa mgumu, ukikataa kubadilika, iko siku rehema zitakwisha, itakuja hukumu. Mungu hata kurehemu. Haleluya. Mstari wa 18 hapo Waebrania 2:18. Anasema na kwa kuwa mwenyewe aliteswa, alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Hii ni sehemu ya rehema. Kwa kuwa alisikia uchungu wa kujaribiwa, kwa kuwa aliteswa alipojaribiwa, anaweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa, kwa sababu anajua maumivu ya majaribu. Majaribu unayopitia kwenye ndoa, Yesu anajua. Majaribu unayopitia kwa mume wako, mke wako, Yesu anajua. Jaribu unayopitia kwa mtoto, Yesu anajua hilo jaribu. Na maandiko yanasema ni kuhani mwenye rehema, maana anachukuliana na wewe, anaelewa. Kwa hiyo ukienda mbele za Mungu, ufahamu wako ujue Yesu anaelewa hii mambo ninayopitia. Anaelewa hii hali mbaya ya uchumi ninayopitia. Alijaribiwa katika mambo yote. Haleluya. Mimi naamini Yesu alikuwa pia mzuri wa sura. Alikuwa ni kwa sababu ni kijana wa Kiyahudi, alikuwa mzuri. Kabla hajaenda kufunga siku 40 huko. Labda alipoenda huko ndo akaja ama mifupa amekonda. Lakini mwanzoni hakuwa hivyo. Alipokuwa Nazareth alikuwa mtu mzuri. Ana tabia nzuri. Anasalimia watu, ana smile. Wao nafikiri wasichana wangemwacha Wayahudi waliokaa vibaya. Lazima wangaza, Yesu wewe. Yaani Yesu nikikuona sema mimi ninakusudi na Mungu. Tumeelewana Kuna watu wa namna hiyo wana vichwa vimeharibika. Mtu kichwani anaona nini jaribu la wanawake siwezi kushinda. Kabisa. Mwingine anaona jaribu la wanaume siwezi kushinda. Unaweza. Kwa sababu Yesu amekurehema, amechukuliana na wewe. Aliteswa katika kujaribiwa kama wewe. Mwingine anaona jaribu la kudharauliwa na ndugu, la kuteswa na ndugu zako, uwezi. Yesu alijaribiwa hivyo hivyo. Kwa hiyo huduma ya rehema ipo kwako kukusaidia, lakini ya kupasa uongee hivyo, ukiri hivyo mbele za Mungu, ongea hivyo ukijua unaye kuhani mwaminifu anayeingilia nawe mwenye rehema. Mungu atakusaidia. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema, kusoma sasa mlango wa 4 pale mstari wa 14. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Sema basi ikiwa ni naye kuhani mkuu namna hii. Anaposema kuhani mkuu namna hii, kuna namna yake huyu kuhani mkuu. Kwanza hafi, hapatikani na mauti, amefufuka katika wafu kwa nguvu zisizo na ukomo za Mungu.
alafu hajatenda dhambi na amejaribiwa. Yaani manake ni kuhani tofauti. Kuhani mkuu namna hii inamtofautisha na makuhani wa zamani walivyokuwa. Wa zamani walikuwa wanakufa, walikuwa wanazini, na wenyewe walikuwa na dhabihu zao. Nafikiri ukisoma pale katika Mambo ya Walawi mlango wa 4 pale kwa mfano, makuhani anasema ikiwa mtu mkubwa amekosea, anatakiwa atoe naye ng'ombe. Makuhani nao walikuwa wanatoa ng'ombe zao, yani anatoa na yeye, anaombewa na yeye, ili anatoa na yeye ng'ombe na dhabihu ili na yeye asamehewe. Yesu hajatoa ng'ombe wala kondoo kwa ajili yake. Yesu hakuwa na dhabihu ya kujitolea. Yesu amejitoa yeye kama dhabihu kwetu, ila yeye ni kuhani mkamilifu. Haleluya, mwenye haki, mtakatifu. Alafu hapa ni kuhani mfalme. Na wale wa zamani walikuwa na sura ya kifalme wanavyovaa. Huyo ndio kuhani wetu mkuu. Basi ikiwa tunaye kuhani mkuu wa namna hii, kuhani ambaye anakuelewa, watu waliomwona Yesu wakajua huyu ni Yesu ananitazama, wanasema akikutazama hivi, kitu cha kwanza unaona huyu mtu ananipenda, alafu ananirehemu, alafu ananijua. Unaona kama yani hapa anaona hata mishipa yangu ya damu. Yani anakutazama hivi, kina anakujua kila kitu. Kwa hiyo tunaye kuhani anatujua unaposema Mungu, lakini mimi uelewi tu. Uelewi mambo nayopitia Mungu. Ya, fungua macho yako. Fungua. Hayo ni maombi. Mbele za utaki uombe hivyo, ni maombi ya kutokujua. Ni kuhani anayekujua. Macho yake ni kama miali ya moto. Ukienda sema hivi, Mungu umenirehemu kwa njia ya Yesu. Ukiwa una maana hii, umeniachilia, hujanishikilia. Ukiwa una maana hii, hapo hapo na mimi na warehemu wengine, hata kama usemi. Pia ukiwa na maana hii kwamba kwa njia ya rehema zako msaada unatokea. Kwa sababu rehema zilipo kunatokea solution. Mgonjwa akiumwa, rehema zikiwepo, ponyaji unatokea. Mwenye dhambi akiwa na dhambi, rehema zikiwepo, msamaha wa dhambi unatokea. Haiwezekani wewe ukaenda kwenye kiti cha rehema na neema na yuko mwenye rehema pale, alafu usipate msaada. Anasema tukikaribie kiti cha rehema na neema. Hapa tuendelee mstari wa 15. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana katika mambo yote ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa katika mambo yote bila kufanya dhambi. Mstari wa 16 anasema basi namkaribie kiti cha neema kwa ujasiri, au tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Anaposema tukaribie kwa ujasiri, ujasiri unaotajwa hapo ni imani. Imani ndio ujasiri unaotajwa hapo. Pale Waebrania 10:23 anasema msiutupe ujasiri wa kwanza, maana una thawabu nyingi. Imani na ujasiri mbele za Mungu. Karibia kwa ujasiri wa imani. Imani inayosema, kwa sababu yeye ni kuhani wa maungamo. Karibia sema mimi ni mwana wa Mungu kwa rehema za Mungu. Mara zote taja rehema za Mungu. Mungu umenifanya kuwa kuhani kwa sababu ya rehema. Mungu umenifanya kuwa mtumishi kwa sababu ya rehema. Sasa ingine si watumishi, hata mimi unajisahau, kuna vitu unafikiri ni wewe hivi. Na mangie mtu anapoongea unaona kama ni yeye, yani anaongea kabisa kama ni haki. Bwana asifiwe. Labda mtu anasema kitu kama upako wangu mimi ni upako ambao unazimisha mishale ya ibilisi, na ukikaa kwenye hema hili umezungukwa na upako ambao ni uko kwangu. Na sasa ikiwa kubwa mno, anaweza akakosea mtu ukateleza kwenye kuongea. Kila siku ukidumu katika hilo ni kosa. Ni kosa kwa sababu kuna mashetani pale. Kuna mauti pale. Na sisi ni binadamu, ni mwili na damu, hatuwezi kufanya kuwa na upako kiasi hicho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama ni mtumishi wa Mungu, uko hapa au unanisikiliza, ingia kwenye rehema haraka. Sema kwa sababu ya rehema. Kwa sababu Warumi 9:16 inasema si kwa uwezo wake atakaye au apigae mbio, bali kwa sababu Mungu anaturehemu. Tunatumiwa na Mungu kwa sababu Mungu anaturehemu. Ni rehema za Mungu ndio maana anatutumia. Sio kwamba tuna kitu fulani ambacho kimemfanya cha kwetu Mungu atutumie. Hivyo, ikiwa ni hivyo, hamna rehema, alafu hamna neema. Ni sisi sasa. Na kama ni sisi, tutakutana na shetani kama yeye.
ambaye alikaa na wakina Samson huko na wakina Elia, alikuwepo kabla sisi tumezaliwa mwaka 71. Tukakutana na lidude ambalo ni joka la zamani, anaitwa joka wa zamani. Kabla ya Adam na Eva kuwajaribu alikuwepo. Tutamweza huyo? Kwa sababu Bwana ameturehemu, tunamweza shetani. Kwa sababu Bwana ameturehemu, ametuachilia, ametununua, ndio maana tumeketi mkono wa kuume juu ya mashetani. Bwana asifiwe. Hebu sema, namshinda shetani kwa rehema za Bwana. Napata fedha, mimi ni tajiri kwa rehema za Bwana. Mimi na uwezo juu ya mashetani kwa sababu ya rehema za Bwana. Ninayo huduma kubwa sana kwa sababu ya rehema za Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu Bwana ameturehemu wote, hamna wa kujisifia wala hamna wa kutamba kwamba yeye ni mzuri wa sura. Nani hapa amepanga kuwa mzuri wa sura? Yaani we ni mzuri mjini, ukitembea watu wote lazima wageuke. Umepanga uwe hivyo? Umesahau kwamba we ni mifupa? Kuna siku nilikuwa najifunza na tafakari neno la Mungu, nikasema watu wakifa, ukienda makaburini Kinondoni pale Dar es Salaam au hapa Njiro, ukafukuliwa ile mifupa, ukawekwa hata mfupa wa ndugu yako watano, ukamwambia huyu ni upi na huyu, utaona yote iko sawa. Yote ni mifupa. Kifo kiko sawa kwa watu wote. Kifo kinachofanyia watu kinafanya kwa wote. Wote wanakuwa wanaliwa na funza. Wote. Ala na shepu, si shepu la namna gani, funza wanakusubiri. Sawa? Uwe una uso sijui uso gani, yani uso haueleweki ni Mwarabu au mzungu, funza wanakusubiri. Uwe una nywele ndefu, tena hizo zinabakigi kama ushuhuda. Fuvu likishatokea manyama yote yakisha zinabaki nabaki nywele ndefu zinabakigi. Fupi mnabahati. Wakifukua kaburi fupi hamna. Lakini mwenye manywele marefu watakuta nywele na mifupa. Kuonyesha kwamba mwanadamu ni ubatili. Kwa kila mtu lazima awe mnyenyekevu mbele za Mungu. Hata kama ni mzuri ni kwa sababu ya rehema za Bwana. Hata kama una sura mbaya ni rehema. Kwa sababu unahitaji kibali. Tena wewe wenye sura mbaya unajua watu wenye sura mbaya. Mimi nimefanya ka historia. Hawa jinsi ya kike wenye sura ya ajabu ndio wanapataga waume wazuri. Hata walio na tatizo katika mwili. Najua matatizo kwenye mwili. Kuna kamkono fulani sio kakoje na nini. Yaani anaka kitu akako sawa. Wewe wafuatilie. Hata kipofu. Ni kwa sababu hao wenye nani wanaonekana hii mimi mtu akipita hapa apiti hii. Kwa hiyo anakuwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo rehema zinakuwa hamna kibali hamna. Anakutana na mlevi mwenzie. Alielewa kiburi. Lakini yule mwenye kamkono sika koje nini, Bwana wewe ndio unanihurumia. Wewe ndio Mungu anasema haya. Anakuja mtu anakuhurumia, anakupenda, unashangaa ananipendea nini? Pua imekaa vipi? Ananipendea nini? Ni rehema za Bwana. Kwa sababu rehema za Bwana zinaleta kibali. Kwa hiyo nyinyi wazuri wa sura sio vibaya, usijisikie vibaya, Mungu amekumba hivyo, lakini kataa. Usiringe. Kuringa ni kiburi. Umesikia? Kuringa ile kwamba mimi ni kiburi. Kiburi cha uzima ni maringo. Kina maringo kiburi kile kwamba mimi ndio bingwa hapa. Mbingwa wapi? Wewe ni mifupa. Haleluya. Mangine shetani anasifia, hata mimi ananisifiaga. Una vitu siku hizi amepunguza kidogo sana nimemweza. Ananisifu. Wewe sio hivi naambia mimi mifupa. Mimi mifupa. Kwa nanichekesha mtu mmoja nilikuwa naongea naye juzi. Mtu alipata milioni 10. Alipata milioni 10 akatafuta bodyguard eti. Pale da. Anasema natafuta bodyguard kunilia kabisa, anamshikia na simu anatembea mjini. Kapata milioni, ni kiburi. Na hizo labda Mungu tu alimjaribisha, hebu shika milioni 10 nikuone. Alivyoshika kiburi, hela zinaleta kiburi sana. Kwa hiyo ukiwa una hela, sikiliza moyo wako unavyoongea. Hata ukitembea njiani, kuna kitu unambia una hela wewe. Unasema nina hela Hela ni mavumbi, unaijibu. Watu hakujui una hela, unambia na wanijui. Dhahabu na fedha ni mali ya Mungu. Hivi unaipiga, usikubali nina hela, zinaishi, yani utashtukia ametokea kibaka aina msio amezionea wapi. Kwa sababu ya kiburi cha uzima. Ni kwa sababu ya rehema za Bwana.
Sema ni kwa sababu ya rehema za Bwana. Wakati karibu namalizia, nitataja vitu ambavyo rehema za Mungu au ukuhani huu wa rehema umetupa. Kwanza tukumbuke rehema, labda nitofautishe kidogo kati ya rehema na neema. Tofauti rahisi ya rehema na neema, vinaendana. Rehema tofauti yake kubwa na neema ni kutopata kitu kibaya ulichostahili. Yaani Mungu alistahili akuhukumu. Sawa uhukumiwe, uende motoni, lakini haukuhukumiwa. Hizo ni rehema za Mungu. Lakini pia hapo kwenye rehema za Mungu pana haki. Mungu hajakuhukumu kwa rehema, kwa hiyo akatoa dhabihu ili asikuhukumu. Kwa sababu bila dhabihu, asipokuhukumu, atakuwa ni Mungu mwenye rehema lakini hana haki, kwa sababu wewe ni mtenda dhambi. Kwa hizo tabia za Mungu hizo, Mungu ana rehema lakini ana haki. Kwa hiyo akamtoa Yesu akauawa ili alipie kihalali dhambi zako, akurehemu bila hatia na bila haki yake kuguswa. Kwa hiyo tulitakiwa twende motoni. Mimi namshukurugi Mungu wewe. Namshukuru Mungu, sange machozi ananilenga. Mimi ningeenda motoni kwa sababu nilikuwa najiua, sikufa. Nilikunywa mavidonge nife, sikufa. Ningekufa ningeenda motoni. Kwa sababu nilikuwa ni mtu wa Michael Jackson, wa reggae, wa nini, sijaokoka. Umri wangu ule nilikuwa tayari nimefikia umri wa kwenda motoni. Mungu akanirehemu aisee. Mungu akanirehemu. Wangapi wanakufa wanaenda motoni? Kwa hiyo Mungu alinirehemu. Inawezekana kwa sababu ya madhabahu kama hivi nimesimama hapa ni kwa sababu ya rehema za Mungu. Kwa hiyo rehema ni kutopata kitu kibaya ambacho ulistahili kupata, Mungu akakuachilia. Neema ni kupata kitu kizuri ambacho hukustahili. Umeona hivyo vitu Ile kwanza ulistahili, hii hukustahili. Yaani kupata kitu kizuri lakini hukustahili. Kwa mfano huduma. Huduma ni kitu kizuri, ni mtumishi wa Mungu. Mungu anakutumia, amekuita. Amekuita kwa sababu ya neema. Karama hizi za Roho Mtakatifu ni neema zote. Kipofu sijui anaona, kiziwi anasikia. Kwa hiyo wale ambao mtatumiwa na Mungu hapa, utainuliwa na Mungu, utaanza kinyosha mkono hivi mtu anatetemeka kule, ni neema hiyo. Ni neema. Na Mungu ameamua kukutumia wewe. Amekuheshimu. Kwa hiyo mrudishie sifa na utukufu, ni kwa sababu ya rehema amekuchagua na anakutumia kwa neema. Haleluya. Wewe unayeomba usiku kucha. Nilisikia mtu ushuhuda, kuna shuhuda za ajabu. Mtu ameomba, ameanza maombi, amefungua macho, zilikuwa zimepita siku 3. Wale watu waliokuwa naomba nao wanawauliza, wanasema hii ni siku ya 3. Nini fikiri ndio tuko kwenye maombi? Yaani hapa tuanze maombi afu nizame siku 3 afu nyewe muondoke mwende nyumbani mrudi mnikute. Afu mimi nawauliza, vipi mbona naambia mzee umeshakaa siku 3. Afu nitoke hapo nipiga siku 3 kavu, nilikuwa nanena kwa lugha. Hiyo ni neema ndugu yangu. Kwa sababu mwili huu hauwezi kustahimili kitu namna hiyo. Haleluya. Kwa hiyo tujizoeshe kutamka neema na rehema tukiwa mbele za Mungu. Tutakuwa salama sana kwa sababu tunao ukuhani wa rehema. Jambo la kwanza nimezungumza kuhusu rehema ni hilo kutoka kwenye, nilikuwa nazungumza maeneo ya rehema. Sasa nikaanza ya kusema Mungu alinirehemu mimi nikaokoka. Na hii tunaiona pia kwa Lutu. Ukisoma katika Mwanzo 19:16. Akakawia nao watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyowahurumia, alivyowarehemu. Wengine tumeokoka hapa, umerehemiwa sana na Mungu. Yaani ulikuwa yaani Mungu unashangaa ukiangalia ramani yako na tu ni Mungu alikupa upendeleo wa hali ya juu. Na Lutu ilikuwa hivyo, alipata rehema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo rehema za Bwana tunaziona kwa wokovu, kuokoka. Huduma ya rehema ya Yesu ni kuokoka. Namba 2, tunavyoishi ndani ya wokovu, tuko katika matendo ya mwili. Wengi unakuta mtu ameokoka lakini vitu anavyofanya ni vitu vya watu ambao hawajaokoka kabisa. Na unaendelea kuwa na Mungu na unaendelea kuwa na Yesu, ni kwa sababu ya rehema, ya huduma ya rehema, maombezi ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe.
Lakini Mungu anategemea ubadilike kwa neema yake. Kwa hiyo anakurehemu ili akae na wewe kwa njia ya Yesu, lakini anakupa neema ya kukataa mabaya. Anakufunulia, anakufundisha, anakutakasa kwa neno lake, analeta neno nini? Ubadilike kabla ya muda hujaisha. Kwa sababu rehema sio za siku zote. Rehema zinaisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama umeokoka na unaona kuna mambo fulani unajaribiwa na unaendelea, sio kila siku itakuwa hivyo. Badilika haraka. Leo nenda mbele za Mungu, sema Mungu, wewe umenirehema, asante kwa neema yako ninashinda. Nenda kwenye kiti cha rehema na neema, kiri hivyo, Mungu atakusaidia. Usiridhike. Unasema mimi mtu akinichokoza na muasha makofi mawili tu, haijalishi ni nani. Yaani mimi hasira yangu iko hapa, unaringa. Nenda na hiyo hasira, sema Mungu ni rehemu, hiki kitu sikitaki, kwa neema yako nakuwa kama Yesu. Bwana asifiwe. Kwa neema yako nakuwa kama Yesu. Useme tu mimi kuna kitu fulani hivi, unataja kitu kibaya alafu unajisifia. Unahitaji rehema na neema kutoka kwenye hicho kitu. Bwana asifiwe. Magonjwa. Jana nilikuwa namsikiza mhubiri mmoja, juzi nilivyokuwa Ifakara, kwanza kabla hiyo nilipita mahali nikakuta omba ameharibika uso. Jicho hili kama limetoka, yaani utafikiri sio mtu. Sio ameliwa na ni cancer, sio nini. Yaani nilisikia huruma nikapita. Sasa jana nikamwona mhubiri mmoja anahubiri, anafundisha, amekuja mtu ana manyama huko anakemea yale mapepo, nikasikia huruma sana. Mungu kuna kitu akaongea na mimi. Bwana asifiwe. Uponyaji ni huduma ya rehema. Kama vile msamaha wa dhambi, Yesu akanasamehe wenye dhambi, anawahurumia. Pia wagonjwa, Yesu anahurumia wagonjwa. Ukiwa una Yesu utakuwa unahurumia wagonjwa. Rehema za Mungu za kushika. Haleluya. Wafungwa, watu walio katika vifungo. Waebrania 13:3 anasema tuwakumbuke wafungwa. Lile neno kukumbuka wafungwa ni kuwarehemu. Wakimbizi, wagonjwa, wafungwa, watu walio chini, yatima, wajane, warehemu. Yule Samaria mwema aliyomsaidia yule aliyepigwa, alikuwa na huduma ya rehema. Yule mtu alikuwa amepigwa na magonjwa, amepigwa na dunia, akamrehemu. Kwa hiyo tunapoenda kushuhudia na kuhubiri watu waokoke, ni huduma ya kikuhani ya rehema. Huwezi kuwa na rehema ambayo haitakufanya usaidie mtu mwenye dhambi mwingine. Lakini pia rehema ina upendo. Yesu atumuhurumii, lakini ukigundua kuna kitu kinamuumiza Yesu, hicho kitu utakifanya, alafu utataka kuwafanyia wengine. Kwa mfano, Yesu anaumia na watu waenda motoni. Yesu anaumia na wagonjwa, kwa hiyo utaombea wagonjwa. Yesu anaumia na matatizo ya watu. Anasema siku ile watu atasema nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa na gerezani mkaja kunitazama. Watu wasema tulifanya nini? Asema ndivyo wafanyia, mlinifanyia mimi, mlinigusa mimi. Kwa sababu ya rehema, yeye ana rehema, yuko kwa hao watu wa hivyo wasiofikiwa na injili, wagonjwa. Kwa ukifanya unakuwa umemfanyia Yesu. Haleluya. Kuna mtu aliona maono Yesu analia, anasema siyakumbuki vizuri, lakini alikuwa anasema kitu kama hiki. Anasema kanisa kwa nini limenifanyia hivi? Yaani watu wanaenda motoni. Alikuwa analaumu wachungaji, watumishi kwamba hawawaambii watu ukweli. Hivyo analalamika. Kwa hiyo ukiwa mchungaji ni huduma nzuri, lakini ni huduma mbaya sana kama uwaambii watu neno la Mungu linavyosema. Paulo akawaambia nadhani kanisa la Efeso, akasema nilipokuwa kwenu sikuwaacha kuambia shauri lote la Mungu. Sikuacha kuwafundisha kuhusu Mungu, vitu vyote vinavyohusu Mungu. Ndio kazi yetu sisi. Lazima tufundishe watu vitu vyote, sio watu wanavyotaka. Hata ukienda hospitali uendi hivi, ukienda unachagua kwamba daktari niambie siumwi, basi unaenda haumwi, wewe ni mzima. Unatoka pale ameniambia mzima, si ndio? Kienda mahakamani ukakutana na hakimu, hakimu niambie basi na makosa, sijaiba. Hujaiba, nenda. Ukienda kwa polisi, trafiki amekushika, umesema trafiki, vipi? Sijazidisha spidi 50. Sijazidisha. Wakati gauge zote ukinasoma umezidisha. Afa akwambie hujazidisha, nenda.
ila ifika kanisani Roho Mtakatifu akileta ujumbe kwamba wewe ni mchoyo, ni unakwazika mchungaji kila siku anahubiri uzinzi. Asihubiri uzinzi. Unaona tu hivyo wajinga kanisani. Mungu ni zaidi ya trafiki na hakimu na nani. Na Mungu hakuogopi wala niogopi. Anasema chochote. Bwana asifiwe. Na dhambi saa nyingine ikiwa inafundishwa, kwa sababu dhambi ni fundisho. Dhambi inapofundishwa mambo ya dhambi sio lazima umefanya. Nataka ujue kwamba dhambi ni nini, kutenda dhambi ubaya wake. Hatutakuwa siku zote tunafundisha rehema, haki. Siku nyingine dhambi tunaisema. Bwana asifiwe. Hilo ni shauri lote la Mungu, kwa sababu watu wanatakiwa wajue. Nilikuwa namsikia mtumishi mmoja wa Mungu anafundisha kuhusu yule tajiri kule kuzimu. Imagine anamwambia Ibrahimu basi afufuke mtu kutoka huku, ili akawaambie huko watu watatubu. Yaani ana hamu. Mesikia jamani? Ana hamu kwamba yani atokee mtu huku jamani aende. Mnamuonaje huyo mtu amepotea, anaungua na moto, afa ana hamu ya kuhubiri. Ana hamu ya kurudi. Na hawezi kurudi tena mpaka leo yuko huko. Miaka 2000 yuko huko. Watu wote mnajua wamekufa miaka toka sijui kina Yezebeli wale wako huko. Imagine, alafu wewe uko duniani, uko sehemu ambayo ndio pana wokovu, unafanya mchezo na rehema za Mungu. Usifanye mchezo na rehema za Mungu. Fanya mchezo na huduma ya rehema. Haleluya. Kwa hiyo uponyaji. Nikiuliza hapa, na kitu gani unasikia huruma? Eneo gani unasikia huruma? Nikikuuliza, kila mtu hapa kuna eneo utakuwa unasikia huruma. Kwa nini wamama wakiwaombea watoto wao, au niseme wazazi, lakini hasa wamama, wanapona haraka vitu solution kwa sababu wanawahurumia. Na mtu ukitaka umuokoe, muhurumie, usimkasirikie. Kama amekuudhi, amefanya jambo libaya, ingiza huduma ya rehema kama ya Yesu. Haleluya. Yule mtu ambaye alimfuata Yesu akasema, nifanye nini niingie ufalme wa Mungu? Yesu akamhurumia, afu akampenda, au akamhurumia, afu akamwambia, kauze vyote ulivyo navyo afu nifuate. Alimhurumia kwa nini? Kwa sababu yeye mtokana na kiburi. Alimfuata kwa pride, kiburi cha uzima, kiburi cha maandiko, kiburi cha kujua. Watu wa dini, watu wa madhehebu ni rahisi kuwa na dhambi ya kiburi sana. Na wewe kama una dhehebu lako, na sisi tuna dhehebu, usipende kujisifia dhehebu. Kwamba dhehebu letu sijui ndio zuri, sijui ni namna. Sawa, ukienda mbele za Yesu atakuta na kosa tu. Kama ni zuri, nyenyekea. Sema ni kwa sababu ya rehema za Bwana na neema. Haleluya. Mara zote tutaje rehema za Bwana na neema. Haleluya. Kwa sababu Mungu hapendi kiburi cha namna yoyote, wala ajali ni nani ana kiburi. Haleluya. Nilikuwa nasikia ushuhuda mmoja jana, mtu ananishuhudia, kuna mtu fulani nchi fulani, sasema sasa kwa sababu ya mambo ya maadili. Huyo mtu alikuwa anatukana wahubiri wakubwa. Ni mtu wa Nigeria. Yeye amefanikiwa sana, yuko nchi moja ya Ulaya. Anatukana na acha kufanya hivyo kwa sababu wale baba zao. Yeye anaendelea. Kulitokea vita hiyo nchi. Ni tajiri, ana uwezo, kanisa lina watu wengi. Bomu lilipiga kanisa lake tu. Boom. Kanisa limetaharipo, na yeye amekimbilia Marekani. Ndio huduma imeishia hapo, sijui haijaisha, sijui ni vipi, tumeelewana. Mungu hakujali ile hali, alijali kiburi. Ikifika kwenye kiburi, Mungu anaweza akaachilia chochote. Kwa hiyo tuwe careful na Mungu. Bwana asifiwe. Unapoona Mungu anakutumia, Mungu anafanya hivi, uwe mwangalifu kutamka rehema za Mungu. Haleluya. Wala usijifananishe na watu, kwa sababu kila mtu anapiga mbio kivyake. Amen. Hilo ni eneo lote, sio la wachungaji, hata biashara. Umeenda si biashara, yani umeenda kuuza vitumbua vyako, ndio vinafuatwa hivyo. Vitumbua vitamu. Jamani, naanza mimi na mkono wa Mwarabu. Umemsahau hata Mungu, unataja Waarabu sasa. Kiburi. Na pishi la Kiarabu. Mungu anakusikia, na pishi la Kiarabu la Kizanzibari. Sasa atajua mimi na uivu na Wazanzibari mtu akiwataja. Unashangaa kesho vitumbua vinadoda. Kesho kutwa ukikagua ulitamka kwa kiburi. Haleluya. Sema rehema za Bwana. Kwa rehema za Bwana. Andiko la mwisho
Luka 1:78 pale anasema, kwa njia ya rehema za Bwana mwangaza utokao juu umetuangazia. Hebu sema, kwa njia ya rehema za Mungu, mwangaza wa uponyaji, mwangaza wa wokovu, mwangaza wa ushindi, mwangaza wa neema umenizukia katika jina la Yesu. Tusimame twende katika kiti cha rehema, tuyatamke mambo mema katika huduma ya Agano Jipya ya kikuhani ambayo Yesu ametufanyia, na tunapoyatamka hayo mambo Mungu anatusaidia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa na mtu yoyote unaye moyoni mwako hujamsamehe, unasikia kukumbushia kusema yale mambo mabaya aliyokufanyia. Unajua mambo mabaya shanda atakukumbusha mambo ya nyuma kuhusu mtu, lakini mrehemu huyo mtu. Mrehemu kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yake. Namna moja hapo mimi naweza kurehemu watu na kuwasamehe ni kwa sababu ya Yesu, kitu alichokifanya. Bwana asifiwe.